katika mkutano wa vyama vyote uliokutana Dodoma, ukaazimia kwamba tuunde kitu kinaitwa kikosi kazi kimshauri rais juu ya mambo yaliyokuwa yanaongelewa na vyama, ikiwepo mambo ya uchaguzi, tume ya uchaguzi, ikiwepo mambo ya sheria za uchaguzi na kadhalika, na katiba ya nchi. Hiyo kikosi kazi kutokana na vyama 18 kikamshauri rais kwamba tutazame sheria za uchaguzi, lakini kama mabadiliko makubwa ya katiba au katiba mpya kama wanavyoita tuyafanye baada ya uchaguzi. Ulikuwa ni ushauri uliofika kwa Rais Samia kutoka kwenye vyama 18. Chama kimoja kinaitwa Chadema na chenye ikawekewa utaratibu wa kusikilizwa, kikaweka mkondo wa watu 5. Rais akateua watu 5 chini ya wa CCM na Chadema ikaleta 5. Wakakutana wa CCM chini ya Abdurahmani Kinana ambaye ndio alikuwa makamu mwenyekiti wakati ule, na kwa upande wa Chadema akaja Mbowe. Wakafanya majadiliano. Chadema waliokuwa na ajenda ni wao walikuwa na ajenda zao. Kwanza wakasema wanataka watu waliokimbia nchi warudi bila masharti. Wakarudi. Wamerudi hawakurudi? Wamerudi. Wala hawana matatizo, ila wao wanaweza wakazua taharuki, lakini hawana matatizo. Alirudi Lissu, alirudi Lema na Wenje ndio walikuwa wamekimbia. Wakasema wanataka vyama viruhusiwe kufanya mikutano, na vinafanya. Viliruhusiwa havikuruhusiwa? Viliruhusiwa. Vimeshafika Tunduru havijafika? Walishafika. Wakasema wanataka maandamano. Mama Samia akasema andamaneni na polisi wasaidieni kuwalinda, sio kuwapiga. Wakaandamana, wakasindikizwa na polisi. Tena waliokuwa nguvu zinaisha wakapewa glucose ili nguvu zipatikane waendelee kuandamana. Yote hayo ni matokeo ya maridhiano chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Wamefanya yote haya. Wakasema wana watu wao 400 walikuwa na kesi, na kesi zile ziliwafanya baadhi wakafungwa kutoka uchaguzi wa mwaka 2020. Wakaomba wasamehewe, na wengine walikuwa wamefungwa jela. Watu 400 wote waliachiwa, na waliokuwa jela wakasamehewa na rais kwa msamaha kwa mujibu wa katiba ya Tanzania. Hawako jela, walishatoka. Kulikuwa na maridhiano hayakuwepo? Hiyo yote ilikuwa kazi ya uongozi wa Mama Samia. Uongozi wa nchi wa jamii ni kuleta watu pamoja, sio kuwagawa. Hayo kazi imeendelea. Upande mwingine kikosi kazi kimemshauri rais, na bunge limefanya kazi ya kupitisha miswada ya uchaguzi. Niwaambie ukweli, maana yawaambia haya maneno mtasikia watu wanapita huko wanawaambia tena kwa Kiingereza, si no reform no election. Hawaelezi kwa nini hawasemi Kiswahili. Sheria zilipitishwa na bunge, zikarekebisha tume ya uchaguzi, zikaweka masharti mapya ya uchaguzi wa rais, zikaweka sheria ya kusimamia ofisi ya msajili.
zilipitishwa na watu waliitwa mikoani kwenda kutoa maoni mbele ya bunge. Walienda taasisi 3,900 zilienda zikiwa zinawakilishana, ikiwemo viongozi wa dini. Walienda BAKWATA, walienda na wale wengine wasiokuwa BAKWATA, walienda TEKI, walienda Christian Council of Tanzania na warokore, wote walienda kutoa maoni, na sheria zile zikapitishwa na bunge baada ya kupokea maoni. Sasa niwaambie ndugu zangu wa Tunduru, hakuna sheria inayoridhisha kila mtu. Hata ukitunga ya kwako unaweza ukarudia upya, maana sheria ni makubaliano. Haiwezekani wewe wakubali ya kwako tu. Hii itakuwa sheria ya nchi, itakuwa ya kwako. Basi tukamaliza. Wenzetu wa Chadema kuna mambo mawili hatukukubaliana nao. Moja, walisema wale wakina mama 19 walikuwa bunge waondolewe bungeni. Sisi tukasema wako mahakamani, ni wanachama wa Chadema, kweli wamefukuzwa, lakini wameshtaki chama chao, na sisi kwa misingi ya utawala bora hatuingilii mahakama. Ikashindikana, wakasema tuandike katiba sisi CCM na Chadema. Sasa hatuwezi, katiba ni ya Watanzania wote. Wakati ukifika tutawashirikisha Watanzania, katiba yao haiwezi kuwa ya CCM. Ya CCM ndio tunabadili tu kwenye mkutano mkuu, lakini ya wananchi lazima tuzungumze na wananchi. Hayo ndiyo yaliyojiri. Sasa baada ya kuwa hawa jamaa mambo yameshindikana yale ya katiba na kuondoa kina mama, wakasema wao maridhiano mwisho, hawazungumzi tena, wakajitoa. Sasa walipojitoa ndio wakaja na kauli yao mbiu inasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi, hautakuwepo. Uchaguzi usiwepo kwa sheria gani? Kwa kifungu gani cha katiba kinachoahirisha uchaguzi? Maana katiba ya nchi inasema uchaguzi utafanyika kila baada ya miaka mingapi, na kwamba hauwezi kuahirishwa isipokuwa kama kuna vita. Sasa huku Tunduru nyinyi mna vita na hakuna vita Tanzania. Kwa hiyo hakuna uwezekano wa namna yoyote kwa kuzingatia katiba na sheria za Tanzania ambao unaweza kusema uchaguzi utaahirishwa. Nawaambia haya kwa sababu nyinyi ni viongozi wa watu, au sio? Watawauliza barozi wa shina, no reform no election, unaijua? Kwanza Kiingereza chenyewe barozi wangu hakijui. Sasa anasema haya nieleze kwa Kiswahili, akutafasiri, afu utashindwa kueleza. Ueleze, useme hapa hakuna kitu. Ile ni kauli mbiu. Unajua kauli mbiu huwa ziko nyingi na huwa zinakuja na kupita. Wakati fulani wakina Chadema walikuwa na kauli mbiu moja inasema M4C, na ilikuwa na magari. Mliyaona? Bado yapo? Wamegawana yale magari. Walikuwa na kauli mbiu inasema no hate no fear. Wao kauli mbiu zao za Kiingereza, yaani hakuna chuki, hakuna kuogopa. Lakini walipofanya uchaguzi wao ulijaa chuki na matusi, na kauli mbiu ile ikafwa. Na hii nyingine hii ya no reform no election ni kauli mbiu, na wala isiwazuie kuchuma korosho, isiwazuie kupiga salfa, hamna kitu hapo. Nyinyi endeleeni kwenda kujiandikisha. Narudia, hiyo ni kauli mbiu ambayo mwisho wake na unakajia, kwa sababu hata juzi walikuwa Kondoa, katibu mkuu wa chama hicho walikuwa Kondoa, akaenda akawaambia no reform no elections, hakuna kukura. Wakamwambia sisi tunaenda kupiga wale wa Kondoa Irangi wale.
tena macho hivi. Tunaenda kutiki mwezi Oktoba. Sasa wanaokubaliana kutiki Oktoba, hivyo mnyoshe mkono. Oktoba tunafanya nini? Tiki. Tena tiki kubwa kabisa. Nimewaeleza yanayojiri ili muwe na elimu ya kupambana na uongo, maana uongo unafanana na giza na ukweli unaogopwa na uongo kama giza linavyoogopa umeme.